Usaliti wa mume na mfanyakazi wa ndani. Mke alirejea nyumbani mapema akipanga kumshangaza mumewe. Lakini wakati akifungua mlango kwa furaha, alimkuta mumewe akiwa amelala kifuani mwa mfanyakazi wa ndani, Nani. Alipoona hivyo, mume alitoa maelezo ya kinafiki kwa haraka, akidai kuwa alikuwa na maumivu ya kichwa na mfanyakazi huyo alikuwa akimsaidia tu kumchuja masaji. Mwanamke huyo aliuliza kwa hasira, ikiwa ni masaji tu, mbona amevaa nguo zangu za kulalia, pajamas? Mume alidanganya tena, akidai kuwa mfanyakazi huyo alijimwagia maji kwa bahati mbaya kwenye nguo zake na hakuwa na nguo za kubadilisha, hivyo akaamua mwenyewe kumwazima nguo za mke wake kwanza. Wakati huo, usikivu wa mke ulihamia kwenye kelele karibu naye. Alimwona mtoto mdogo wa mfanyakazi akiwa sakafuni, akitumia mkasi kuharibu kabisa mkoba wake wa kifahari, luxury handbag. Badala ya kumtetea, mume alisimama karibu na kumfokea mkewe kwa ukali, akisema anakuza mambo madogo, akisahau kabisa kuwa mkoba huo ulikuwa zawadi ya kumbukumbu ya ndoa aliyompa mapema mwaka huo. Wakati mabishano kati ya wanandoa hao yakizidi kupamba moto, yule mfanyakazi mjanja alianza kujifanya anajilaumu kwa kila kitu. Alisema mtoto wake ana ulemavu wa akili na hawezi kutofautisha jema na baya, na akasema atalipa uharibifu huo hata kama utamfilisi. Lakini kabla mwanamke huyo hajasema neno, mume huyo bila aibu aliamua kumzawadia mfanyakazi yule ule mkoba wa dola milioni 2 bure, akijifanya ni zawadi ya shukrani kwa kazi ngumu aliyofanya siku chache zilizopita. Mke alikasirika na kusema kuwa yeye ni mfanyakazi tu, kulipwa mshahara ni sehemu ya majukumu yake. Hata hivyo, mume aliamini mkewe anajifanya malkia tajiri mwenye dharau. Alisema mfanyakazi huyo tayari anapata shida kulea mtoto mlemavu, na alitumaini mkewe angekuwa na huruma. Ghafla, mwanamke huyo alitazama picha ukutani na akili yake ikachanganyikiwa. Mahali ambapo picha yao ya harusi ilikuwa imetundikwa, sasa pamebadilishwa na picha ya familia ya mumewe, yule mfanyakazi na mtoto wake. Alipohojiwa, mfanyakazi huyo alijifanya anaogopa na akachukua pipa la taka lililokuwa karibu. Ndani yake kulikuwa na picha ya harusi ya mwanamke huyo ikiwa imechanwa na kupakwa michoro ya hovyo. Yule mtoto mkorofi, aliyekuwa hajui ukubwa wa kosa lake, aliendelea kumuita mwanamke yule mwenye sura mbaya kwa sauti kubwa. Mbaya zaidi, mfanyakazi yule aliongeza chumvi kwenye kidonda, akidai kuwa mume huyo msaliti alimwahidi kuwa yeye mfanyakazi ndiye atapamba chumba hicho siku zijazo. Mke alidai maelezo kutoka kwa mumewe kwa machozi, lakini alishambuliwa kwa kuambiwa ni mkali na asiye na busara. Mume alidai mfanyakazi huyo ameteseka kulea mtoto peke yake mjini, na kwamba alimkaribisha kwa wema tu. Kila neno alilosema lilimfanya mke aonekane kama mhalifu asiye na huruma. Mwanamke huyo alifikia kikomo cha uvumilivu na kumwamuru mfanyakazi huyo kufunga virago na kuondoka mara moja. Lakini maneno hayo yalimfanya mume amshambulie tena, akidai kuwa hana moyo kwa kutaka kumfukuza mama anaelea mtoto peke yake. Hapo ndipo mwanamke alihisi kuwa mwanamume aliyelala naye kitanda kimoja kwa miaka 7 amekuwa mgeni kabisa. Miaka 3 iliyopita, kabla ya baba yake kufariki, alikuwa amemkabidhi yeye na kampuni kwa mume huyo. Mume alikuwa ameahidi kumpenda yeye pekee maisha yake yote. Lakini nani angefikiria kuwa ndani ya miaka 3 tu angetupa ahadi hizo zote? Akimtazama mumewe akiondoka bila hata kumtazama, akiwa amemchukua mfanyakazi na mtoto wake, mwanamke huyo alikaribia kuzimia kwa maumivu ya moyo. Kilichomuumiza zaidi ni kumwona mume akienda kuwanunulia bidhaa za gharama kubwa huko madukani. Baada ya kuona ujumbe wa kejeli uliotumwa na mfanyakazi huyo kwenye simu yake, mwanamke huyo aliacha kuwa na huruma. Alisambaza jumbe hizo kwenye kundi la WhatsApp la wamiliki wa nyumba wa mtaa huo, akiwaonya wote wasiwaajiri mfanyakazi kama huyo. Wakati huo huo, mume msaliti aliendelea kutumia pesa kwa fujo akiwa na mfanyakazi yule. Wakati wakifurahia wakati wao, simu ya mfanyakazi ililia. Baada ya kuangalia, alikuta kundi la mtaa limejaa matusi na shutuma dhidi yake. Mume pia aligundua kuwa kuna kitu kibaya. Lakini mfanyakazi yule aliendelea kujifanya mwathirika asiye na hatia. Mume alipoona jumbe hizo, alilipuka kwa hasira na kuamua kurudi nyumbani kumkabili mkewe. Hakujua kuwa wakati huo,
mkewe alikuwa akimwagiza mfanyakazi mwingine wa ndani kutupa kila kitu cha yule mfanyakazi mjanja nje. Muda mfupi baadaye, alichoma moto vitu vyote bila kusita. Mume alifika wakati moto ukiwaka na kumfokea mkewe kwa kumvunjia heshima siku hiyo. Wakati huo huo, alimsifia mfanyakazi mjanja kwa kuwa mwenye busara na kumfulia uji wa usiku wa kumsaidia tumbo lake. Alimfokea mkewe akisema anajua tu kufanya fujo na kwamba ni mbaya kuliko hata mfanyakazi wa ndani. Mfanyakazi yule alijifanya tena kutuliza hali ya hewa kwa unafiki. Mtoto wake, akiona mama yake anaonewa, alimkimbilia mwanamke huyo kwa fujo. Ingawa mke alikwepa kwa haraka, tumbo lake liligonga kona kali ya meza iliyokuwa karibu. Baada ya kuona hayo, mume alimkimbilia yule mtoto aliyekuwa sakafuni bila kufikiria, akipuuza maumivu ya mkewe. Alimbeba mtoto huyo aliyekuwa na mchubuko mdogo tu na kuondoka naye, bila kujua kuwa angelipa gharama kubwa kwa alichofanya. Mwishowe, ni mfanyakazi mwingine ndiye aliyempeleka mwanamke huyo hospitalini akiwa hajitambui. Mwanamke huyo alivumilia maumivu na kumtumia mume ujumbe, lakini alijibiwa kwa ubaridi na ukatili. Mume alimshutumu kwa kujifanya anaumwa na kudai kuwa haiwezekani kulazwa hospitali kwa kusukumwa tu. Hapo ndipo msaidizi wa mke, assistant, alipofika baada ya kusikia habari hizo na kusaidia kwa dhati. Alifunga na kuzuia akaunti zote za mume msaliti na kurejesha mali zote za mwanamke huyo mikononi mwake. Je, umejifunza nini kutokana na kisa hiki? 1. Uaminifu ni msingi. Ahadi za mdomo zinaweza kuvunjika. Ni muhimu kulinda haki zako za kisheria na mali, hasa katika ndoa. 2. Usidharau ishara za mapema, red flags. Mume alipomtetea mfanyakazi dhidi ya mke wake, ilikuwa ishara wazi kuwa heshima na upendo vimeisha. 3. Wema usizidi kipimo. Mwanamke alikuwa na huruma na kutoa ajira, lakini watu wenye nia mbaya wanaweza kutumia udhaifu huo kukuharibia maisha. 4. Haki huchelewa, lakini hifika. Mwishowe, mali na nguvu zilitoka kwa msaliti na kurudi kwa mwenye nazo halali kupitia msaidizi wake mwaminifu. 5. Usimwamini mtu kwa maneno matamu. Mfanyakazi alitumia unyonge na ulemavu wa mtoto wake kama silaha ya hadaa, manipulation.